kitu chochote unachokifanya, ndipo moyo wako utaenda kusimama, ndipo ujumbe wako utaenda kusimama. Hallelujah.
nikukaribishe baba, nikukaribishe mama, nikukaribishe kijana, nikukaribishe binti. Tunayo kazi moja, na ninazungumza kwa maneno machache nikiamini ya kwamba iko kazi ambayo tunataka tukaifanye. Naomba unisome mstari. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, inuka mama, inuka baba, inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Kwa hiyo leo tunaenda kujenga madhabahu. Kitu chochote unachokifanya ndipo moyo wako utaenda kusimama. Amina. Ndipo ujumbe wako utaenda kusimama. Amen. Ndipo kazi yako itaenda kusimama. Amina. Ndipo baraka yako itaenda kusimama. Amen. Ndipo mafanikio yako itaenda kusimama. Amen. Endelea msomaji. Na sisi tu pamoja nawe. Na sisi tuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kazi hii inatuhusu wote. Amina. Biblia inasema kazi hii ya kuijenga madhabahu tarehe ya leo, ya kuijenga, kusimamisha nyumba ya Bwana, kuisimamisha madhabahu ya leo. Ninataka nikuombe baba, mama, moyo wako uanze kusimama, moyo wako uanze kuitika, moyo wako upate miguu ya kutembea, moyo wako uwe na mikono ya kukamata, moyo wako uwe na mifuko, moyo wako ujiandae. Maana Biblia inasema baba mahali ulipainuka, baba mahali ulipainuka. Shughuli hii inakuhusu leo, kazi hii inatuhusu leo, wote tuliokuja mahali hapa, wote shughuli hii inatuhusu. Amina. Amen. Rudia msomaji. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, inuka, inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. maana shughuli hii inakuhusu wewe leo. Na sisi tu pamoja nawe. Na sisi tutakuwa pamoja wote. Uwe na moyo mkuu. Ikasema kila mmoja awe na moyo mkuu, ukaitende, ukaifanye kazi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hawaambii waliolala wainuke. Anazungumza na watu walio wazima. Anazungumza na watu wanaotembea. Anasema na watu wanaopumua. Anazungumza na watu wanaoshangilia. Anawaambia kazi hii inawahusu. Maana siku ya leo mlioifikia, wote tulioifikia siku ya leo, wote tuliofika siku ya leo, siku ya leo inatuhusu. Baba anakwambia inakuhusu. Baba anakwambia inakuhusu. Lakini nafasi ya tatu, Bwana Yesu asifiwe, kila mmoja anatakiwa angalie. Mungu anasema na watu walioko hapa leo kwamba inuka, kazi hii inakuhusu wewe pamoja na mimi. Ilikuwa siku ya Ijumaa nikijiandaa kwenda maombi. Sikuwa na mpango wala ratiba. Ila nilipokuwa njiani nilisikia msukumo ukiniambia nenda habari njema. Amina. Sikuwa
mlango umefungwa. Sikutaka kukata tamaa, nikasema leo bwana sauti imeniambia nije hapa siku kuna nini. Nikazunguka nikakuta kuna mama alikuwa ni mama analoa maji. Nikauliza leo kuna ibada, wakasema ipo. Nikaingia nikamkuta kuna kijana anafanya usafi, akakuwa huyu. Nikasema bwana tushirikiane tukafanya usafi. Jioni ibada ikatokea. Sikuwa na taarifa kama mzee anakuja. Amina. Siku ya ibada tunakuja, sikujua kama kuna harambee. Kwa ni Mungu alikuwa ameandaa siku ya leo ifanyeje? Ifanyike. Kwa hiyo utukufu na shukrani namrejeshea yeye. Majina anaitwa Debora Lazaro. Amina. Ni binti wa control. Amina. Ndio jina maarufu. Amen. Sisi hapa tuseme wa mchungaji ni wazilishi. Ila wakati tunaianzisha hii huduma hatukuwa peke yetu. Kuna watu walitunga mkono. Amen. Jambo ambalo kwa natamani kushare na nyie, nitawachosha mpumzike kidogo. Kuna jambo nilitamani kushare na nyie. Jamani, wangapi wanatamani kuwa matajiri? Wangapi wanatamani kuwa matajiri jamani? Unapotamani kuwa tajiri, wapendwa, utajiri hauji hivi hivi. Amen. Tajiri hauji hivi hivi. Hili neno nilitamani nishare na nyinyi. Inatoka Methali 10:22. Msomaji naomba nisomee. Baraka ya Bwana hutajirisha. Amina. Wala hachanganyi huzuni nayo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tulirudie wote. Baraka ya Bwana hutajirisha na wala hachanganyi huzuni. Waliopita kule watanielewa. Amina. Waliopita Kule. Kwa nini nasema kule? Kule ndugu yangu, ukitaka baraka za kule haulali kwa amani. Kuna watu watakupigia hodi mlangoni, kwa nini umetuua? Kwa nini umemwaga damu zetu? Lakini baraka ya Bwana haichanganyi na huzuni. Amen. Baraka ya Bwana inatajirisha. Amen. Na huo utajiri unatoka wapi? Kwa kufanya nini? Amina, asanteni. Amen. Amen. Ukiwekeza kwa Bwana hujapata hasara. Amen. Amina. Amen. Baraka ya Bwana inatenda kwenye maisha na inanena kwenye maisha. Amen. Hata kama atachelewa, ila baraka ya Bwana inaishi. Amen. Leo hii mnaporuka hapa, ni sadaka familia ya mzee wa control ilijitoa. Amina. Mnapofurahi, hamjui ni jinsi gani Mungu ananena mema kwenye maisha yetu. Ni familia ngapi zimetoweka? Nyingi. Ila mpaka leo jina la control linaishi. Amen. Japo magari yote hayapo. Ila jina la control lijafanyaje? Halijafa, linaishi. Aliwekeza kwa Bwana. Amen. Aliwekeza kwa Bwana. Naomba na wakati huu mnishike mkono kabla sijatoa cha kwangu. Amina. Amen. Tajisikia ni jinsi gani ninapendeka hapa. Amina. Karibuni. Ule wakati wa kumshika mkono toka kwenye kiti. Mkono unatoka kwenye kiti. Fanya haraka. Tunamshika mkono kama jinsi ilivyo, kama jinsi walivyoanza. Asingekuwa Mungu ulikuwa msiba. Asingekuwa Mungu ulikuwa matanga. Hebu siri Jehova. Wewe ambaye huna Jehova, unaona ni jambo la kawaida. Hakuna msimu mwingine. Mimi ni mtangazaji tu. Kuna msemo wa Waswahili wanasema kwamba kila mbuzi hula kulingana na urefu. Na baraka zako watazivuna kulingana na ulivyo. Huwezi ukapanda karanga ukategemea muhindi. Amina. Amen. Huwezi ukapanda mbegu ya ulezi ukategemea utavuna mtama. Amina. Haiwezekani. Wapendwa, unapokuja kutoa usizani unamtolea mchungaji. Ni hazina unajipandia mwenyewe kwa Mungu. Amina. Haumtolei nani? Mchungaji. Kuna kamsemo wao wanakatumia, wanafundishwa watoto kwamba mtoto mwenye hekima ni nani? Umfurahisha babaye. Hiyo milo nairudisha kwa kanisa. Mtoto mwenye hekima umfurahisha
Amen. Kwenye kanisa sio watoto tena. Wewe akili yako ukiwa unawaza hapo namtolea mchungaji baba, wewe ni mtoto mpumbavu. Mchungaji atakiwa aombe sana. Wewe ni mzigo wa nani? Mchungaji. Hebu naomba tufanye kwamba ninapanda mbegu, ninategemea na mimi nifanyeje? Hapa niliposema nani anataka kuwa tajiri, kanisa zima limeitikia. Sasa wapendwa, utajiri hauji hivi. Lazima utoe. Hata walioko upande wa pili wanatoa. Amina. Amen. Anaenda kwa mganga wa laki na nani mafanikio yake ni ya laki. Ukiona dalili mtu katajirika kweli kweli, sadaka zake baba mnahesabu au natoa tu kimya kimya. Tuanze kuchapa noti sasa. Achia muziki. Samahani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninachokitoa sio kama ningebora katoa peke yake. Amina. Amina. Hii inawakilisha familia ya mzee Lazaro. Amina. Hii inawakilisha familia ya mzee Lazaro. Mungu alinipa neema kuwa mzao wa kwanza. Na mzao wa kwanza anabeba yote ya familia yake. Amina. Amen. Inawakilisha. Amina. Amen. Unaona hapa sio Debora, ila ona familia ya nani? Ya mzee Lazaro. Amina. Amen. DJ twende. Jamani, wiki na siku ngapi? Wiki na siku ngapi? Amina. Jamani, mimi nataka baraka ya Bwana iwe nasi kuanzia Jumatatu mpaka hizo ngapi? Jamani, namalizia wiki ya mwisho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seme namshukuru Mungu. Amina. Kwa hiki kidogo Mwenyezi Mungu alichokujalia. Amen. Familia ya mzee Lazaro naomba kuwakilisha. Amina. Amen. Jamani, mbarikiwe. Amen. Makofi na vigelegele usikize usikize. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Unatembea pole pole. Unawasuri wenzako. Pita unaweka. Twende haraka haraka. Una kitu sana. Tufanye haraka. Fanya haraka. Hivyo bwana sio kucheka. Twende haraka. Twende haraka. Pita unaweka. Sio kutafuta maisha. Maisha ni kutafuta. Hapa tupo tunatafuta. Jamani, mtaniweza. Pita meza. Pita unaweka. Weka. Tunatafuta. Hapa tunatafuta. Hapa unaweka.
tuanze kuhesabu sasa. Tuanze kuhesabu tuone. Nisikilize, hao ni wanakanisa ambao harambee yao wameifanya kwa pamoja. 7, 8, 9, 10. Twende tena, twende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twende ya kwanza. Hatuwezi tukakupigia makofi maana nyinyi ni wengi mno. Tutawapigia makofi baadaye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni ngapi hizo? Bado mko wengi mno. 1, 2, hatuwezi tukapiga makofi kwa sasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngapi hiyo? Bado mko wengi mno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tujipigie makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele. Basi imetosha. Tuendelee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mama twende haraka. 8, 9, 10. Ni ngapi hiyo? Na tujipongeze makofi na vigelegele. Tuendelee mama. Mama tuendelee. Tuendelee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngapi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni ngapi? Tuendelee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngapi hiyo? Kama muziki kidogo, hamsiki. Tuendelee mama. Mko wengi mno, tuendelee. Tuone kama mmefanya kazi. Msiseme tu tumefanya makapu ya wali, hamna. Tuendelee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makofi na vigelegele. Bariki sana. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Barikiwa sana. Mungu tusaidie. Karibu sana. Wanapendeza hao. 'Mke wake sasa, karibu Mrs. Katoro sasa. Maana umeona kazi ya baba alivyofanya. Karibu na wewe sasa. 4, 5
princess ikatoa kumlete. Sasa mlete sasa salama. Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, 10. Na mimi kwenye utoaji kwa kweli huwa sirudi nyuma. Alivyosema mwanangu Debora kwamba kwenye utoaji ndio kwenye utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Katika kutoa ndio kupata. Mungu anakuinua kupitia kwenye utoaji. Moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. makofi na fige. Pita unaweka unaenda. Sasa, barikiwa sana sana. Basi barikiwa sana. Barikiwa sana. Sawa, barikiwa sana. Barikiwa sana. Mungu awabariki sana. Haya, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Sasa. Yesu asifiwe. Ni furaha iliyoje. Kwa kweli moyo wangu umefurahi sana. Jamani, kumbe mnanipenda. Hata nifanye nivune kupitia hiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Kama siki sasa akila fungo mkono. Wala sikoko anza koneke kurubana kupigana anza koneke kurubana kupigana maisha menyewe ni dolo maisha ni silo maisha menyewe ni dolo. Anza kwa hesabu. 1, 2, 3, 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Chapa noti. Moja. 2, 3. Ujione kwamba wewe ni wa samani na ndio maana uko mahali hapa. Mimi siku ya leo sikuifahamu. Nakumbuka nilikuwa napita tu nikamkuta mchungaji sehemu fulani akaniita. Akaniambia na kualika kwangu kanisani. Nikamwambia kwako nyumbani wapi? Kanisani. Kutakuwa na nini? Tunajenga madhabahu. Sasa mimi nikajiuliza madhabahu, kuna madhabahu mimi naiona kaipo. Tunajenga madhabahu gani tena? Kumbe mlitangulia mkabomoa madhabahu. Katika ulimwengu wa kiroho tunavunja madhabahu. Madhabahu ya umaskini, madhabahu ya magonjwa. Haleluya! Kwa wale wote waliofanya jambo hili kwa moyo wa kupenda. Mungu si kiziwi, amesikia. Usijidharau kwa kile ulichokitoa hata kama ni shilingi 100. Katika Biblia kuna mama mmoja mjane alitoa senti. Lakini senti ya yule mama ilikubalika mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mimi nikutie moyo ndugu yangu ambaye umetoa hata kama ni kidogo, kumbuka kwamba kwa Mungu ni kikubwa. Haleluya. Na kwa sababu unajua ukiweka nadhiri usipoitengua ni dhambi. Wengi wetu tumekuwa tunaahidi mbele za Mungu halafu hatutoi. Hiyo ni laana moja mbaya sana. Ni aheri hata kama una kidogo kituo chocho na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sasa naomba na mimi niichape kupitia M-Pesa hapa hapa. Hiyo mifuko 5 ni shilingi ngapi wasomi? Mnajua bei ya mifuko ya simenti shilingi ngapi? 25 mara 5. Mara 5 ni ngapi? Laki na 25 tutaitoa hapa hapa. Si ndio mchungaji? Tumalizane Sawa sawa. hapa hapa. 076
480 56 74. Chakwe sana. Mke wangu nawasalimia. Karibuni kwangu. Amina sana. Nawapenda sana. Amina sana. Mungu akubariki sana. Kwa sababu unapenda kubariki katika jina la Yesu. Amen. Bariki sana. Yes.